lazima tuwe wa kweli na tuelezane ukweli. Moja ya changamoto ambayo vijana wanalalamika ni urasimu, lakini kitendo cha hizi fedha kugawiwa kwenye wizara zingine za kisekta kumeendelea kurudisha urasimu ambao vijana wengi wamekuwa wakilalamika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana tulitegemea kwamba fedha hizi zitabaki kwenye wizara ya vijana na waziri wa vijana ndiye atakuwa na dhamana ya kucoordinate na kusimamia fedha hizi, ili kesho na kesho kutwa tuweze kumwajibisha, tumuulize fedha hizi zimekwenda wapi na zimetumikaje. Lakini kitendo cha kuzitawanya ama kuzitapanya kwenda kwenye wizara zingine kumeendelea kurudisha urasimu ambao vijana wengi wamekuwa wakipinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, malalamiko haya hasa vijana wa vijijini, kwa mfano mimi natoka jimbo la Ndanda, vijana wa Msikisi, vijana wa Watutwe, vijana wa Chiwale wanalalamika kuhusiana na hizi fedha za bilioni 200 kwamba kwanza hawana taarifa, lakini pia hawajui mchakato mzima wa hizi fedha wanazipataje. Na hii inapelekea hali ya idadi ya vijana walioomba hii mikopo kuwa ndogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa takwimu, idadi ya vijana walioomba fedha hizi za bilioni 200 ni vijana 30,384. Na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, vijana ambao walilengwa kwenye hii mikopo wa kuanzia umri wa miaka 15 mpaka 35 wanakadiriwa kuwa milioni 21 mpaka milioni 20. Sasa hii idadi ya vijana 30,384 ni sawa na 0.12%. Yaani hatujafikia hata 1% ya vijana ambao walilengwa kwenda kupata hii mikopo. Sisi kama taifa hapa tumefeli na lazima tukubali kwamba tumefeli. Tumefeli kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwafikia vijana wengi, lakini vijana walioomba ni wachache. Ile nguvu tulioitumia katika kuitangaza hii mikopo kwenye majimbo yetu, hatujatumia hii nguvu kuwafikia na kuwapa taarifa vijana wengi hasa wa vijijini. Ni shauri serikali, kama kweli tuna dhamira ya dhati ya kutaka kuwasaidia vijana wa Kitanzania kwenye hizi fedha za bilioni 200, kwanza Wizara ya Vijana kupitia kakangu Joel Athman Wanauka mufanye review upya ya ushiriki wa wizara hizi ambazo fedha zimepelekwa. Je, walishiriki ipasavyo katika kufikisha taarifa kwa vijana? Na kama taarifa ikaonekana kwamba hizi wizara hazikushiriki vizuri, basi hizi fedha zirudishwe kwenye wizara ya vijana, zitafutiwe namna nyingine za kuweza kugawanya. Lakini pia muda uliotumika kutangaza hii mikopo ni siku chache sana. Tangazo limetoka tarehe 21 na tarehe 3 mwezi wa 4 ilikuwa ndio deadline ya hii mikopo. Vijana wengi biashara zao sio rasmi, hazijarasimishwa, hawana leseni, hawana TIN namba. Lakini muda huu mchache kijana huyu anawezaje kupata muda wa kuandaa biashara yake, atafute TIN namba, atafute leseni, aombe mkopo kisha apate? Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kweli tulikuwa tuna dhamira ya kuwasaidia vijana, tungeangalia changamoto za vijana katika muda ambao wangeweza kuandaa biashara na kuomba mkopo. Lakini pia masharti yaliyotumika katika mkopo, kwanza uwe na TIN namba, uwe na leseni. Vijana wengi wa kijijini kwangu kule Mpanyani, kule Chiwale, biashara zao sio rasmi, wanafanya biashara ndogo ndogo, hawana TIN namba, hawana leseni. Lakini ili uweze kupata hii mikopo lazima uwe na TIN namba, uwe na leseni. Kwa hiyo niombe serikali kupitia Wizara ya Vijana wafanye review upya ya hii mikopo ya bilioni 200 ili tuweze kuwafikia vijana wengi wa Kitanzania. Lakini kama itapendeza, kwa nini hii mikopo isigawanywe kwa mtindo wa majimbo? Kwa sababu Tanzania hapa tuna majimbo 272. Kama hii fedha bilioni 200 zingegawanywa kwa makundi kwa majimbo 272, inamaanisha kila jimbo lilikuwa na uwezo wa kupata fedha milioni 735,294. Lakini pia kwa mfano mimi ningepata hizi fedha milioni 735, ningezigawanya kwenye kata zangu 16, kila kata ilikuwa inakwenda fedha shilingi milioni 45,955. Na kama ningegawanya kwenye vijiji 70 vilivyopo kwenye jimbo langu la Ndanda, inamaanisha kila kijiji kilikuwa kinaweza kupata fedha milioni 10,500,000. Inamaanisha kila kijiji nilikuwa na uwezo wa kutoa vijana 5 ambao wangeweza kunufaika. Na kwa sababu sisi Tanzania tuna vijiji visivyopungua 12,318, tungezidisha mara 350, maana yake vijana milioni 4,311,000 wangenufaika kupitia mikopo kuliko saa hizi hizo fedha zilikopelekwa huko.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kweli tuna dhamira ya dhati ya kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuje na huu mfumo wa kugawa hizi fedha kupitia majimbo badala ya kuzitawanya kwenda kwenye wizara na kurudisha urasimu ambao vijana wengi hawahitaji sasa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba niunge mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Nimtaja Mheshimiwa Mariam Madalu Joka.